ready for a new beginning. Be ready for a new beginning. Alituambia kwamba tuwe tayari, maana mwaka wa 26 hautakuwa mwaka wa kawaida, bali utakuwa ni mwaka wa Bwana kwenda kutukumbuka. Amen. Isaya 43, tasoma kuanzia mstari wa 18. Isaiah 43. Do not remember the former things, nor consider the things of old. 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and the rivers in the desert. Let's pray. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru. Ni kwa maana Baba, hautawahi kukusanya watu wako bure, bali utatimiza kusudi lako katika maisha yao. Tazama Bwana, mimi ni chombo. Baba, nimesimama kunena mausia yako. Baba, naomba ukanitumie. Naweka chini kilicho changu. Nasusha chini kila mawazo ya kibinadamu. Baba, naalika mawazo ya kiteua. Kanene nasi Mfalme, katufunze mapenzi yako, katuelekeze katika njia zako, ukatufanye jinsi upendavyo Bwana. Baba, ni asanti, maana unaenda kunena nasi kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. Amen. Andiko hili Mungu alinena na mtumishi wako Isaya wakati wana wa Israeli walipotoka katika utumwa, walipotoka katika nchi, wakaenda katika nchi ya ahadi. So baada ya kwenda katika nchi ya ahadi, walishikwa mateka na Wababeli na wakapelekwa katika nchi ya Kibabeli. So wakati wako mateka, ndio Mungu ananena nao, anawaambia beyond. Tupeleke 18, tuanze 18. Wametoka katika nchi ya utumwa, wameelekea katika nchi yao ya ahadi ambao Mungu aliahidi na hapa kwamba atawapa pumziko. Mungu amewaelekeza katika pumziko yao, na katika hali ya kuwa katika pumziko yao wanawekwa mateka tena, wanashikwa mateka. Na Mungu ananena na wao wakiwa katika mateka, anawaambia do not remember the former things, no consider the things of old. Kila mtu ana historia katika maisha yake. Pengine huu mwaka hujakuwa mwaka wa kupendeza katika maisha yako. Pengine huu mwaka umekuwa mwaka ambao haukuwa mzuri kabisa katika maisha yako. Pengine mambo uliyoyapanga yalipanguka. Pengine huu mwaka hauna chochote kizuri cha kutaja. Badala ya kuwa na kizuri cha kutaja, unataja mabaya na maovu ambao umekumbana nao mwaka huu. Niko hapa adhuhuri ya leo ama mchana wa leo nikuambia mpendwa, never give up. Do not remember the former things, for no consider the things of old. Mungu tunayemtumika si Mungu wa jana. Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa sasa. Toa mawazo yako kwa mambo ya jana. Toa mawazo yako kwa kuvunjika moyo kwako kwa mwaka huu wa 2025. Pengine watu walikuaibisha, maana ni watu. Pengine watu walikudunisha kwa njia moja ama nyingine. Niko hapa mpendwa nikuambie, toa mawazo yako kwa mambo ambayo yamepita. Ni kwa maana Mungu wetu ni Mungu wa mbele, ni Mungu wa usoni. Hallelujah. Mambo ya kale yaweza kuwa mabaya, yaweza kuwa mazuri. Unajua kuna watu ambao wako na tabia ya kutosheleka tu na mazuri mandogo. Mungu mwaka huu wa 2025 amekufanyia jambo ndogo, then hilo jambo wewe umetosheka. Haujafika bado.
kilichofanyika kwako kiwe kizuri zaidi. Wacha nije upande wa mazuri. Wacha nikuambie kicho kizuri is just a sign of so many things that God has in store for you. Si mtu asema amen. The small thing that God did to you in the year 2021 is just a sign of good things that are on your way. Why I could say amen. You know, mambo ya kirohoni tunaipokeanga tu pasipo kuokua. You know, mambo ya imani ni ujinga. Ndiposa Biblia inasema wokovu ni ufumbavu kwa watu wanao, lakini kwetu mambo ya msalaba ni ufumbavu kwa wanaopotea, lakini kwetu sisi ambao tumeokolewa ni nguvu. Hallelujah. So tunakiri mambo ambayo hayuko. Jinsi kitabu cha Ibrania kinavyosema, imani ni kuwa na uhakika ya mambo yasiyokuweko, yasiyoonekana. Amen. Mambo mapya ambayo Biblia inasema it's not about our effort. It's all about God. Give us your verses 19. Tutakuwa tunasoma iti tuna. Behold, I will do a new thing. Ni Mungu anasema, tizama natenda jambo jipya. Kutenda jambo jipya, hiyo ni kazi yake Mungu. It is not about your effort. Yours is just to believe it. Yours is just to have faith that God is going to do a new thing in my life. So the new thing that is going to happen in your life is God's idea. Ni mpango wa Mungu. Hallelujah. So mpango wa Mungu ni kufanya jambo jipya katika maisha yako. Ni wewe tu ambao unaweza ifanya hilo jambo jipya lisifanye kazi katika maisha yako, endapo hautaliamini. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema atafanya njia jangwani. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and the rivers in the desert. Wilderness will come our way as long as we live. There will come a season called the wilderness. A place of dryness. A place where there is no provision. But there God tells us that in that place of wilderness, where there is nothing which can prosper, God is going to make a way. In the book of Genesis, tusome kidogo Genesis, give us Genesis 13 from verses 14. And the Lord said to Abraham, hii ni habari yake Abrahimu pamoja na Loti. Loti alikuwa nani kwake? Nephew. Nephew kwa Kiswahili anaitwaje? Was it a nephew, a cousin? A nephew or a niece? Whichever the case. Hii ni habari yake Ibrahimu na Loti. And the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are. Northward, southward, eastward and westward. Wakati Ibrahimu alipoambiwa aondoke ni Mungu. Mungu hakuwa amemwambia ondoka pamoja na Loti. Mungu alimwambia ondoka. Lakini kwa maana wakati mwingi sisi binadamu hatutii sauti ya Mungu, Ibrahimu alipokuwa akitoka, kwa sababu Loti alikuwa relative wake, akatoka pamoja naye. Na Biblia inasema na walipoenda wote walikuwa matajiri wa malisho. Walikuwa matajiri wa mifugo. Wakafika mahali wakawa mabishano ikaanza. Kama saa hii sehemu nyingi hazinanyesha. Kwa hivyo utapata maeneo ambao hakujanyesha, ng'ombe zinaumia, hakuna chakula cha ng'ombe. So ilikuwa ni kama nyakati hizo. So walipokuwa wakiendelea, wanatoka katika maeneo yao ya kuzaliwa, wakienda kwenye Mungu atawaelekeza.
So Ibrahimu anaandamana na mjomba wake na Lot's nephew. Wakapika mahali mazozano yakaanza. Utakapo keuka sauti ya Mungu, kuwa tayari kwa mazozano. Ibrahimu angelienda peke yake, hangepata mabishano na ming'ang'ano katika safari yake. Lakini hapa ametoka kinyume cha jinsi Mungu alivyomwelekeza. Mungu alimwambia toka. Mungu hakumwambia toka pamoja na mtu wenu. Mungu hakumwambia toka pamoja na Loti. Kutoka na Loti ilikuwa ni mipango yake mwenyewe Ibrahimu. Kwa hivyo shida Ibrahimu anayoipitia ni yeye mwenyewe alijiletea. Maadamu angelitii sauti ya Mungu, kungelikuwa na mazozano ya malisho. So ikafika mahali kukawa na mazozano sababu ya malisho. Basi Ibrahimu mtu wa Mungu akaambia Loti binamuye, basi chagua maeneo ambao wewe unataka kwenda. Wewe ukichagua huku, mimi nitaelekea huku. Utakapokosa kutii sauti ya Mungu na kuelekea njia zako ama kufanya mambo zako, that will be a thorn in the flesh. Lord was a thorn in the flesh in the life of Abraham. When Abraham told Lord, chagua kwenye unataka kwenda, Lord naye akawa mjanja. Alichagua maeneo ambayo yalikuwa na malishe. Maeneo ambayo yalikuwa na malishe ya ng'ombe ya kutosha. Na akamwachia Ibrahimu kwenye kulikuwa ni jangwa. That's what happens into our lives when we fail to hear the voice of God and to do the will of God. God and told Ibrahim, come out. Him alone. Ameandamana na Loti. Loti amechagua kuliko kunono, kuliko na rutupa, kuliko na chakula cha mifugo yao. Na Ibrahimu akawachiwa kwenye kulikuwa ni jangwa. Lift your eyes now and look from the place where you are. Northward, southward, eastward and westward. So Mungu akamwambia, ni mimi nilipokuambia ni utoke, sikukuambia utoke ukiandamana na Loti. Lakini kwa sababu sasa hii shida ndiwe uliyejiletea, inua macho yako. Katika maisha ya mwanadamu ama muaminio kuna macho mara mbili. Kuna macho ya kiroho na kuna macho ya kiasilia. Macho ambayo Ibrahimu anaambiwa inue na Mungu ni macho haya mawili ya kiasilia. Anaambiwa inua macho yako. Tizama, angalia, na umbali utakapoona, iwe ni kusini, kaskazini, magharibi, nitakupea. Mungu ana uwezo wa kubadilisha kilichobadilishwa na mwanadamu. Endapo utatembea naye, haijalishi nani atabadilisha mipango yake Mungu maishani mwako. Mungu anao uwezo wa kuleta urejesho. Mungu akaleta urejesho katika maisha ya Ibrahimu. Amepewa jangwa, amepewa mahali hakuna malisho, lakini Mungu anamwambia inua macho. Umbali utakaoona nitakupea. Huko amecheswa na Loti, ambao yeye mwenyewe ndiye alijiletea hiyo shida katika maisha yake. Mungu akamwambia inua macho haya ya kiasilia. Haijalishi maisha yako ya jana, haijalishi mateso ambao uliletewa na watu, haijalishi hali ambao umepitia siku ambazo za nyuma, haijalishi jinsi mwaka huu ambao umekuwa, pengine shida ambazo umekumbana nazo mwaka huu umeletewa na watu. Mungu anasema hivi, inua macho. Nimesema katika maisha ya muaminio kuna macho mara mbili. Macho ya asilia na macho ya rohoni. Kwa mfano tuangalie hili jengo lilipo hapa nyuma. Tulipoanza kuwaza hilo jengo, kulikuwa na majengo ambayo yalikuwa yamesimama hapo. Ili jengo ambalo liko limesimama halikuweko, lakini yalikuwa katika mawazo, yalikuwa katika roho zetu.
But instead kulikuwa na other structures. But besides those small structures which were in place, we could see our structure. Macho ya kirohoni. Ndugu yetu Deacon Peter Cheke hako na a good car. You can use your 2 eyes, physical eyes, to admire that car. Hallelujah. When you admire it, it doesn't mean that you may possess. Wachana na ile injili etianza kupossess. Uwezi ukapossess kitu cha mwenyewe. Amen. Unapoiona, utakapoitizana na macho mawili na ikupendeze na huitamani, saa hiyo hauna. But in the spiritual realm, inaanza kuumbika ndani mwako. And believe me, if you start working towards it, it shall come to pass. Hallelujah. Seeing things in the spiritual realm, using the spiritual eyes. So God is speaking to us. Forget the former things, for I am doing a new thing. Isaiah. Take us back to Isaiah 43:18. Do not remember the former things, not consider the things of old. Continue. Behold, I will do a new thing. This is New King James. Give us in NIV. I will do a new thing. Now it shall spring forth. Give us in NIV. The same, verse 19. Forget the former things, do not dwell on the past. Give us verses 19. But now, God is speaking. Our God is God of now. He is not God of yesterday. The things that God is going to do is things of now. Forget the things of yesterday. I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert, in streams in the... There is a translation which says, do you not see it? Suppose I can have it. I don't know which translation. Nani ako na translation ambayo inasema, now do you see it? That new thing that God is going to do, it is not in place. But God is asking us, do you not see it? Yes, which it is New Living Translation. New Living Translation, for I am about to do a brand new. Thank you for this translation. A brand new thing. God is about to do a brand new thing. Thing which has never existed in your life. Things that you have never seen. Jeremiah, in the book of Jeremiah 33, verses 33. The Bible says, call unto me, and I will do a new thing. Ask me, and I will tell you some remarkable secrets about what is going to happen. This is New Living. Give us in NIV. Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. God will show you things that which are imaginable, things that you cannot think of, things which are beyond your capacity. Praise be to God. We need to have a spirit of Jacob. We need to have Jacob's spirit. You know, Jacob alimenyana na Mungu usiku kucha, na akamwambia sikuachi mpaka unibariki. Many times we are those people who give up so easily. Haikufanyika mwaka wa 2025. I am here to tell you, God is not done with you. The year 2026 will be your year. Maybe maono yako ya mwaka ambao ulipanga utangia mwanzo, siku chache mwaka uishe,
Haujaona hata dalili. Nikuambie Mungu hajamali sana pamoja nawe. It is only you who may give up. Be like Jacob's spirit. Jacob told God, sikuachi mpaka unibariki, sikuachi. Katalia huyu Mungu. Hallelujah. Ni kweli kwamba itatendeka, lakini katalia huyu Mungu. Angalia Jakobo, anaenda kuandikwa na mjomba wake Labani. Alipoenda kuandikwa, Biblia inasema Labani alikuwa na wasichana wawili, Lea na Rachel. Wakati Jakobo alienda kwa mjomba wake Labani, alitamani Rachel. Lakini wakaingia katika makubaliano na mjomba wake Labani kwamba ndiposa niweze kukupa Rachel, fanya kazi miaka 7. Yakobo akawa radhi ya kufanya kazi, akafanya kazi miaka 7. Baada ya miaka 7, mjomba wake akamcheza. Watu watakucheza, utafanya deal na watu, and people will disappoint you. According to the Bible, Leah alikuwa na macho ambao the Bible calls them weak eyes. Zile macho ambao tuseme nataka kuangalia mwalimu, ninaangalia huku ile hali naangalia mwalimu. Nikiangalia mwalimu naangalia huku. Leah alikuwa na weak eyes. So Jakobo hakupendezwa na Leah, akampenda Rachel. Baada ya kuingia katika makubaliano na mjomba wake Labani, akafanya kazi miaka 7, Labani akamcheza. Alipochezwa, that's why I'm telling you to have Jacob's spirit. Jacob never gave up. Akamwambia si unipe miaka ingine 7. Basi, na wakaingia kwenye makubaliano. Fanya miaka ingine 7 ili nikuongezee unayempenda Leah. Jakobo alipenda Rachel kwa mtizamo wa macho ya kimwanadamu. Maandiko yanasema Rachel alikuwa na umbo mzuri, alikuwa wa kupendeza. Lakini do you know, Mesihi Mwokozi wetu hakuja kupitia Rachel. Mwokozi wetu Yesu alikujia Leah ambao alikuwa na macho kengeza. Leah ambao hakupendezwa kwa Jakobo. Masihi Yesu wetu alikujia kupitia yeye. Hallelujah. Chaguo la mwanadamu yaweza kuwa si chaguo la Mungu. Kilichodharauliwa ndicho Mungu anatumia. God has a way of where disappointments are so occurred. God has a way of turning things upside down. Jacob's spirit. Biblia inasema katika kitabu cha hiyo Mwanzo 31 mstari wa 7. Mstari wa 6 na wa 7. Genesis 31. Jakobo alipokuwa akifanya kazi kwa mjomba wake Labani, Biblia inasema Labani alibandilisha mshahara wake mara 10. 10 times. Just imagine. Anakaa kidogo, mshahara inabadilishwa. Na ibadilishwe kwenda juu, inabadilishwa ikishushwa chini. 10 times. Jacob never gave up. Even though things are not working your way, never give up. God has a new beginning. The year that we are entering in, that's the year that God is going to remember us. Ilisemwa asubuhi na nitairudia. 2026 Mungu anaenda kukumbuka kila mmoja wenu. Haijalishi umesushika kiasi gani kwa siku ambazo zimepita. Haijalishi watu wamekuona kivipi. Haijalishi zile disappointments zimekuja your way in the year 2025. The year 2026 will be a turnaround in your life. The things that you have been believing God for, never give up. Have Jacob's spirit. Tell God, I'm not leaving you until you bless me, and it will come to pass. In the book of Philippians, this is Paul speaking. Philippians
verses 12 up to 14. Not that I have already attained. This is Paul speaking. Or I am already perfected. Si kwamba umepata chochote ambacho ulikuwa unataka. Si kwamba Mungu ametenda. Paulo anasema, but I press on. Continue pressing on. Continue believing God. Continue doing what you are doing for God. Continue pressing on. Never give up. Paul is saying, I am already, not that I have already attained, or I am already perfected. You may not be perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Continue pressing on. Say like Paul. Verses 14. I press towards the goal for the prize of the half-word call of God in Christ Jesus. Continue pressing on. Never give up. Sometimes people have a tendency of breaking people's hearts. Sometimes people will disappoint you. Many times people will look down, watakuchimba, watakuangalia wakumalize, watakuangalia wakufikishe mwisho. Lakini mpendwa, endelea. Sema kama Paulo kwamba sikufi moyo, nitaendelea. Usikuwa kama Gideoni. Gideoni Mungu anamuita akakomboa Israeli. Lakini Gideoni anapojiangalia, Gideoni, hiyo iko katika kitabu cha Waamuzi, Judges. Waamuzi 6:15. Give us Judges 6 verses 15. Let us not have the spirit of Gideon, but have the spirit of Jacob. Let us say like Paul. Give us the book of Judges, chapter 6, verse 15. So he said to himself, this is Gideon. Oh my Lord, how can I save Israel? God has spoken to Gideon. Then Gideon looks at himself. How can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. You may have no name in the society. Uenda kwenu watu wakihesabiwa, wewe unaingianga kwa timu ya others. Kwa sababu kuna watu huhesabiwa kwa others. Watu wanahesabiwa na unasikia, do you have others? Then you come in the team of others. God has a way of disappointing the schemes of human beings. When God wanted to anoint David, even his father Jesse, alipoulizwa na mtumishi wa Mungu Samueli, watoto wako wote ni hawa, anasema na kuna kengine. Pengine wewe unapohesabiwa unahesabiangwa kwa kengine. Wewe unaitangwa kengine, hauna jina. Mungu anaenda kukupa jina. Alioitwa kengine ndio alifanyika mfalme. God has a way of using vessels which are of no value. When you look at the book of Matthew, chapter 1, soma genealogy ya Yesu. Utapata wengine watu ambao wameingizwa katika uzao wake Yesu. Kina Rahabu, waliojihusisha kwa biashara za kudhalauliwa, biashara hazina heshima, biashara za ukahaba. Angalia mtu kama Ruth. Ruth anaingizwa katika uzao wake Yesu. Ruth alikuwa ametoka katika ukoo wa Kimoabu. Moabu walikuwa ni watu ambao wamelaaniwa. Wa Moabu walikuwa ni watu ambao walikuwa maadui wa Mungu. Lakini kwa sababu Ruth aliamua sikuachi Naomi. Mahali utaenda nitaenda. Watu wako watakuwa watu wangu. Utakaposikwa nami nitasikwa hapo. Kisha akaenda kwa sababu ya that spirit, the Jacob's spirit of never giving up, never turning back. Oliver walipoachana na Naomi, story zake ziliishia pale. Lakini Ruth kwa sababu ya ile kusema sikuachi, kushikilia, kusukuma, kusema nitaenda na wewe.
uzao wake Yesu ulipokuwa unanakiliwa, alipata kunakiliwa, na alikuwa mtu wa mataifa. Hakuwa katika ukoo wa Yesu, hakuwa Myahudi. Ruthu alikuwa wa mataifa. Sio tu mataifa, alikuwa ametoka katika nyumba ambao ni wa Moabu, watu ambao walikuwa ni maadui wa Mungu. Kushikilia, holding on. Never give up. If you want newness in God, you have to hold on to this God. Give us that book of Isaiah. Isaiah 43. Isaiah 43, take us back there. Give us 18. Do not remember the former things, nor consider the things. Give us 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Now it shall spring forth. Our God is God of now. So the things of God are of now. If you believe what God is going to do in the year 2026, it is springing up right now. It may not be seen, but if you believe it, if you have spiritual eyes, if you can see them before they are manifested, because God wants us, the Bible says that without faith, we cannot please God. Faith is being sure. Faith is believing of things which are not in existence. As you believe, they will come to pass. God will never give you what you have never thought of. God will never give you anything that has never been created inside you. The reason why we are building this house behind here, it is because before it came into existence, it was created in our hearts. It was in our hearts. That's why the Bible, God is asking, do you see it? You need to see it before it is done. You need to see it. You need to see where you are going, even before begin the journey. Shall you not know it? A question mark. The other translations said, do you not see it? Shall you not know it? Shall you not see it? For God to do anything new in your life, it has to be seen. And who is to see it? It is you. Not by physical eyes, but spiritual eyes. I will even make a road in the wilderness. God is going to give to make a road in the things that in human nature it may seem to be impossible. God is saying, God spoke to the children of Israel through his servant Isaiah in Isaiah chapter 1 verses 18. God tells the children of Israel, come, let us reason together. Come now. Now. God of now. Not yesterday. Come now. And let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. We serve a God of now. God is calling us, come, let us reason together. Come. What do you want to reason with God? Come. What do you see in your spirit? Come. What do you perceive in your heart? Come. What do you want God to do in the year 2026? Come. God is making a call. Come. Come. Let us reason together.
Though things may look like a desert, he is saying that he's going to make a way in those deserts. Those things which it is like they are dead. It is like they are there but not there. God is calling us. Come. Let us reason together. Yes, you have failed in the last days. Yes, ulijaribu siku ambazo zilipita ukashindwa au kuweza. Uliegeza pesa zako katika biashara. Badala ya kupata faida asikachomeka. Mungu anakuitia kuja. Tusemezane pamoja. Katika kitabu cha Mezali, Proverbs 24 verse 16. Proverbs 24 verse 16. For a righteous man may fall 7 times. Doesn't matter how many times you have fallen. Haijalishi umeanguka mara ngapi. A righteous man may fall 7 times. Umeanguka mara 7. Umeanzisha biashara mara 7 ikianguka. Umejaribu mara 7. Mwenye haki hasa akaanguka mara 7. And for 7 times and rise again. But the wicked shall fall by calamity. You are not wicked. The Bible is saying a righteous man may fall 7 times. By you not making it in the year 2025, the year come 2026, God is calling out to us. Come, let us reason together. If at all we will look unto God, God is going to restore us back. Whatever we have lost, God is going to restore us back in the year 2026. Whatever we have lost in the year 2025, the hardship of the year 2025 will not be our portion in the year 2026. When God was speaking to his servant Job, in Job chapter 8, starting from verses 5. Job chapter 8, verses 5. If you would honestly seek God and make your supplication to Almighty, if you were pure and upright, surely now he will awake for you and prosper your rightful dwelling place. There is your rightful place, dwelling place. Kuna mahali pako pa kukaa. Kuna baraka zako ambazo ni za kipekee. Kuna baraka zako ambazo asifanani na rafiki yako. Kuna baraka zako ambazo asifanani na za ndugu yako. Yes, mmesaliwa kutoka kwa tumbo moja, lakini baraka zako si kama za ndugu yako, si kama za dada yako. Maadamu umeamini, baraka zako ni za kipekee. Mungu akanena na Ayubu akamwambia, if you are pure and upright, surely now he would awake for you and prosper your rightful dwelling place. God is going to prosper our rightful dwelling place. What we need, we just need to believe. Let us have Jacob's spirit, a spirit of not giving up, a spirit of pressing on, even when things are not working our way, even when things are working contrary to our expectations. Never give up. Hata kama mshahara wake ulibadilishwa mara 7, sijui yako imebadilishwa mara ngapi. Hata kama ilibadilishwa mara 10, sijui yako ilibadilishwa mara ngapi. Yake ilibadilishwa 10 times. Inabadilishwa. He never gave up. Because he knew what he wanted. Do you know what you want? Do you know what you want? Or you are just there? God will not give you that which has never entered into your heart. Jacob knew what he wanted. Even though his salary was being changed, but he knew what he wanted. Hallelujah. So, because of what you are wanting, God is calling us, come, let us reason together.
In the book of Haggai, chapter 2, verses 9. Haggai, chapter 2, verses 9. The glory of this latter temple shall be greater than the former. This temple is you. The glory of this latter temple shall be greater than the former. This temple the Bible is speaking about is you. The glory of you. The glory of you, who is the temple of God, now shall be greater than the former. What God is going to do right now in your life, it will be better, it will be so good, it will be so wonderful, more than what he did to others yesterday. Says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Peace in the year 2026, going forward, is going to be your portion. You cannot have peace when you have slept hungry. For you to have peace, God will provide, and provide enough. You cannot have peace when your child has been sent home because of lack of school fees. That means for you to have peace, God is going to provide. You will never lack in the year 2026. Amen. God is going to give you peace. Kilicho kufanya mwaka wa 2025 ukose amani, Mungu anakiondoa. Kinaenda na mwaka wa 2025. Kilicho kufanya wewe uvunjike moyo na uonekane mtu duni, mwaka ujao utaenda kuwa ni mwaka wa utukufu. Maana maandiko katika kitabu cha Haggai anasema, na utukufu wa kanisa ya sasa utakuwa mkuu kuliko kanisa la jana. Amen. Don't admire the blessings of other people. Look forward unto God. Amen. The author and the finisher of our faith. Amen. Kama unaamini pia mwana makofi. Kunao watu mwaka huu ambao tunaenda na wako hapa na wamekaa hapa. Mungu anaenda kuwasangaza. Maana mambo ambao umemwaminia Mungu kwa miaka, the year 2026, God is going to surprise you. Sisemi haya nisisimue mtu. Mungu alikuwa akinipa huu jumbe, hata na mimi aliniambia mwaka wa 2026, I'm going to surprise you. Me, I'm ready to be surprised of God in the year 2026. The tears that I've wept in this year, naenda kupanguzwa na Bwana mwaka wa 2026. Sisi kama kanisa, sisi kama kusanyiko, sisi kama Faith Home, I stand here to declare that the year 2026 will be a year of our turnaround. Na utanikumbusha, andika mahali, utanikumbusha mwaka ujao tarehe 31 tukifuka 2027. Uniambie, mchungaji, ulisema mwaka wa 2026 utakuwa mwaka wetu wa turnaround. Mbona haiko? Hizi viti hautasiona zikiwa mbure hivyo. Believe me you. Hizi vacancy seats the year 2026 hautaziona. Utakuwa unaona watu, maana Mungu anaenda kuniambia, ameniambia jinsi alivyoambia Ibrahimu, angalia kusini, angalia kaskazini, angalia magharibi. Jinsi alivyomwambia Ibrahimu,
kwamba hii jangwa mnayoiona, hii jangwa mnayoiona, yes, Loti alikuwa amechagua kwenye kunono. Mpaka Ibrahimu sasa akaanza kujiuliza, na huyu mtu nilimuita wa nini? Tumekuja amechagua kuliko kuzuri. Mimi amenitupa kuliko na jangwa. Hakuna maji ya mifugo. Lakini Mungu akamwambia, yes, haya makosa ni wewe ulioijifanyia. Mimi nilipokuambia utoke, sikukuambia utoke pamoja na binamuye. Lakini kwa sababu umeandamana naye amekuwa kikwazo. Lakini tizama, sijakuacha, sijakusahau. Haleluya. Sijakuacha, sijakusahau. Buka Mungu alikuwa amemuita Ibrahimu rafiki yake. Kumbuka Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu kwamba yeye atakuwa baba wa mataifa. Kumbuka Mungu alikuwa amenena na Ibrahimu, anamwambia na uzao wako na begu yako, your seed, who was Jesus, was to come through him. So there is no way ambapo Mungu angemwachilia Ibrahimu. Hata kama Loti alichagua kuliko kuzuri, lakini Ibrahimu alikuwa katika moyo wa Mungu. Niko hapa mpendwa nikuambie, kwa sababu umemwaminia Mungu, kwa sababu ya imani yake kwa Mungu, wewe uko katika moyo wake Mungu. Mungu anasema amekuandika kwenye kikaja ya mkono wake. Na unajua mkono iso funny, hapa amekuchora, hapa amekuandika hapa. So wakati wote Mungu akifanya hivi anakuona. Mungu anaenda kukusurprise. There are things, let me say this. Mwaka ulipokuwa ukianza, hata na mimi nilichukua karatasi, na hili nilisema Jumapili, na nikaandika. Na nimengoja, nimeomba, nimeitana, hata nimejaribu kitu katika madhabahu nione kama itafanya kazi, lakini haifanyi. Sijakufa moyo. Amen. 2026 Mungu anaenda kunipanguza machozi. Atakapokuwa ananipanguza machozi, nawe utapanguzwa. Amen. Atakapokuwa ananipa ushuhuda, nawe utakuwa na ushuhuda. 2026 katika kanisa hili hatutakuwa na maziko. Hiyo mimi nimekataa. Amen. Mambo ya maziko nimekataa. Hatutakuwa watu wa kuzika, bali tutakuwa mtu wa kusimama hapa na kumuinua Bwana. Haleluya. Ni kwa maana Mungu wetu anaenda kutupanguza machozi. Mbona tukae tukilia? Hizi viti 2026, wapendwa, it is our year. Tusimame kwa miguu yetu. Watu walikupangia mambaya. Kwenye nimetoka huko, kuna wanyama ambao huchukiwa. Na katika wale wanyama huchukiwa, mojawapo ni chura. Chura inaitwaje, kinyonga, chameleon, watembeanga hivi. Na mnyama mwingine anaitwa hall. Wale ana masikio kama ya paka. Au wanyama huko kwetu wanachukiwa sana. Kwanza hiyo hall ikisikika inalia mahali, na inalianga usiku. Watu wanaamukanga, kama ni Mkristo anaamuka kukemea, shindwe. Kwa maana wanaamini huyo ndege ni mchawi. Chura wanaamini anatumianga kwa uchawi. Chameleon wanaamini anatumianga kwa uchawi. Sasa chura utembea kwa kuruka. So huko kwetu, wakati wote chura akiingia kwa nyumba, ama chameleon yaonekane kwa nyumba, unajua na chameleon anaendanga tu pole. Chura yeye ni kuruka. So zile hatua moja ya chura ni hatua kama 100 za chameleon. So hao wanyama wakipatikana katika compound, mtu uchukua kijiti anakirusha. Unaona chura unapomrusha, kwa sababu yeye anatembeanga kwa kurushwa, utakuanga unamsaidia kwa mwenendo wake. Haleluya. Hivyo ndivyo itaenda kuwa. Wenye ambao wamekufanyia mambo mambaya, wakifikiria wamekuleta chini, watakuwa wamekusaidia kwenda mbele. Labani alipompa Yakobo Lea, kwa
sababu alikuwa na macho kengeza. Labani hakujua Lea ndio atakayeleta Masihi. Hamjasikia hapo? Labani kulingana na yeye, kulingana na mtizamo wa kimwanadamu, alifikiria kwa sababu Lea si mrembo kama Recho, wacha nitangulie na kupeana ambao na sura mbaya. Kumbe aliye na sura mbaya ndio amebeba Masihi. Amen. Watafanya mambo wakifikiria wanakumaliza, lakini Mungu ataonekana katika hiyo hali. Amen. Inua mikono yako. Baba Mungu wetu, wewe ni Mungu unayesema na kutenda. Bwana, hautawahi tuacha. Ahadi zako ni za milele. Baba, nimenena neno lako jinsi ulivyonituma. Nawe si mwanadamu ukaongee uongo. Wewe ni Mungu unayesema na kutenda. Ombi langu Bwana mchana wa leo ni ukatimize neno lako ambao umetunenea mchana wa leo katika maisha yetu. Bwana, wache tukawe na wimbo mpya tangia sasa. Wache ukatie wimbo mpya katika maisha yetu. Wache kinywa chetu mfalme kikaimbe wimbo mpya kwa matendo utakaoenda kutenda. Bwana, tupe ushuhuda mpya. Bwana, tupe ushuhuda mpya. Baba, ninaomba tukasahau ya kale. Baba, ninaomba tukasahau yaliyopita. Aibu za jana ninazikataa. Viaka za jana asitakuwa sehemu yetu. Kutoka sasa Bwana, tizama unafanya jambo jipya katika maisha yetu. Baba, tunayatizama kwa macho ya rohoni, maana yanaenda kutimia kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana wewe ni mwema. Pigia Bwana makofi ukimshukuru.